Na mtazamaji, tukiachana hayo sasa tuangazie taarifa ya tanzia ambapo marehemu Daktari Job Obwaka ameombolezwa kama daktari aliyejitolea katika kazi yake na aliyeipenda familia yake. Familia na marafiki wakizungumza katika hafla ya kupeana heshima za mwisho katika kanisa la CITAM ambapo kakake Dr. William Obwaka alisema kuwa atakuwa akijiunga na hospitali ya Nairobi. Aidha, Seneta Edwin Sifuna amebaini kuwa watazidi kuhakikisha kuwa wanakomboa taifa la Kenya. Mary Kyalo na taarifa ile kwa kina. Mgogoro wa umiliki wa hospitali ya Nairobi unaonekana kuwa utachukua mkondo mpya baada ya kakake marehemu Dr. Job Obwaka, Dr. William Obwaka, kudokeza kuwa atakuwa akijiunga na hospitali hii ya Nairobi, akisema kuwa ataendeleza pale ambapo kakake aliwachia. While I was away, he went to great lengths, physically and financially, to renew my medical practicing licenses and other work-related documents. And I'll emphasize here, including membership of Kenya Hospital Association that owns Nairobi Hospital. That one speaks for itself. If they thought it was over, it is starting. Mkewe Dr. Job Everose Obwaka alisimulia yaliyotokea muda wa mwisho alipokuwa na mumewe, huku akionya kuwa mumewe hakuwa mwanasiasa, hivyo hapaswi kuingizwa katika masuala ya kisiasa nchini. My husband has never been a politician. So anybody in the high office should not start focusing on him like alikuwa anawazuia. Anawazuia hata kuzuia kukula utosheki. Ule mtu alimuita bwanangu Bamori, Dr. Obwaka. Go remove that case. He's the one who caused him to suffer in the cells. Whether it was him personally, I don't know who it is. That's what he came and told me. He told me his life is in danger. Aidha, Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na aliyehudhuria hafla hii ya kutoa heshima za mwisho kwake marehemu Dr. Obwaka katika kanisa la CITAM Nairobi aliweka wazi kuwa watazidi kupigania taifa la Kenya na kuhakikisha kuwa kuna utawala bora katika taifa hili. How are we in this mambo ni matatu dispensation? So I want to make this commitment here, that I actually believe as a leader in this country, that the call of our generation is to return the country to the rails of values. We want to live in a country that is free. We want to live in a country that is fair, governed by the rule of law. If you lose in court, you have lost. You respect the court orders. It cannot be that someone in a big office somewhere can come and personally determine a case that has nothing to do with him. Marehemu Obwaka aliombolezwa kama mpenda familia aliyejitolea katika kazi yake na mkarimu kupita kiasi. Obwaka atapumzishwa nyumbani kwake siku ya Ijumaa. Usually in places like this, people say his shoes are too big and it will be difficult to fill his shoes. What I can tell you is that my brother has gone with his shoes. A father before a grandfather, a hero before Superman. Dear Babu, how I wish we could have one last conversation at the dining table as you lectured us about our sleeping patterns and reminded us to devote more time to our books. The moments used to feel ordinary to us, but now the memories I will cherish forever. Mary Kyalo, Undugu TV.